Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Dominika ya pili ya kipindi cha Majilio. La somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 11 aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Somo la pili ni waraka wa mtume wa Paulo kwa Warumi sura ya 15 aya ya 4 mpaka aya ya 9. Huku somo la Injili ni Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Karibuni basi tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu. Nawakaribishe muweze kusubscribe katika channel hii. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayofuatia uweze kufanyika mwa familia wa channel hii. Karibuni basi tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, na tukianza na somo letu la kwanza kama vile ambavyo nimekuja kufahamisha hapo awali ya kwamba linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 11 aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Nabii Isaya alianza shughuli ya unabii akiwa na umri wa miaka 25, ikiwa ni mwaka wa 740 kabla ya Kristo. Kipindi cha ufalme wa Nabii Isaya kilikuwa ni kipindi ambacho ni cha wafalme wakubwa wawili, na Nabii Isaya alitoa ufalme huo katika kipindi cha wafalme wakubwa wawili ambao walikuwa wakitawala katika nyakati tofauti tofauti, mfalme Ahazi pamoja na mfalme Hezekia. Kwa kiwango kikubwa unabii wa Isaya ulimtabiri Masia pamoja na kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Nabii Isaya alitabiri juu ya kuja kwake Emanueli sura ya 7 ya 14, kuzaliwa kwa mfalme wa haki na mfalme wa amani sura ya 11 ya kwanza mpaka ya 5, taswira ya amani ya paradiso sura ya 11 aya ya 6 mpaka aya ya 9, na kufanyika upya kwa njia ya Bwana. Ahazi alikuwa mfalme wa 12 wa Yuda. Alirithi ufalme huo kutoka kwa mfalme Jotham. Ahazi alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 20 na akatawala kwa kipindi cha miaka 16 kuanzia mwaka wa 732 mpaka mwaka wa 716 kabla ya Kristo. Mfalme huyo inasadikika kwamba alikuwa ni mfalme muovu asiyefaa. Kipindi mfalme Ahazi anatawazwa kuwa mfalme wa Yuda na kipindi ambacho falme ya Ashuru ilikuwa ni falme yenye nguvu na tishio kwa falme zingine zote. Ahazi alipotawazwa kuwa mfalme alikuta falme mbili za Israeli, yaani ufalme wa kaskazini na falme ya Shamu, zimeungana ili kupinga na kujaribu kuangusha ufalme wa Ashuru. Wafalme hizo walimlazimisha Ahazi aungane nao, lakini yeye aliwakatalia. Baada ya Ahazi kuwakatalia wafalme wa Israeli pamoja na wafalme wa Shamu, falme hizo zikaanzisha uadui na Yuda, zikitishia kuivamia Yuda na kuiangamiza falme ya Yuda. Lakini Nabii Isaya anamshauri mfalme Ahazi ya kwamba amwamini Mwenyezi Mungu peke yake, lakini vile vile aungane na Mwenyezi Mungu peke yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mfalme mwenye nguvu kuliko wafalme wengine wote, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuulinda na kuutunza ufalme wa Yuda. Ushauri huu au maono haya ya Nabii Isaya ya kumtahadharisha mfalme Ahazi asiungane na wafalme wengine, lengo na madhumuni lilikuwa ni kulinda ile hali ya utakatifu wa ufalme wa Yuda. Nabii Isaya alimsihi Ahazi ya kwamba atakapoungana na wafalme wengine ambao wanaziongoza falme zao kwa misingi ya kipagani, ataleta vile vile ibada, taratibu na mielekeo ya kipagani katika ufalme wa Yuda. Kwa hiyo Nabii Isaya anamsihi mfalme Ahazi ya kwamba ashikilie msimamo wake ule ule wa kutokuungana na falme nyingine yoyote, bali yeye sasa aungane na Mwenyezi Mungu ambaye ni mfalme wa kweli, ni mfalme wa haki na ni mfalme mwenye nguvu kuliko wafalme wengine wote wa dunia hii. Lakini Ahazi baada ya kuwa amepata hofu na kuwa amepata mashaka, sasa mustakabali wa ufalme wake utakuwaje? Kwa sababu sasa anasongwa na maadui wakubwa wawili ambao ni ufalme wa kaskazini, lakini vile vile ufalme wa Shamu ambao unatishia kabisa kuuangamiza na kuvunja ufalme wa Yuda. Ahazi ili kujilinda aliamua kujiunga na ufalme wa Ashuru ambao kwa kipindi hicho, kama nilivyokuja kusema hapo awali, ya kwamba ndio ulikuwa ni ufalme wenye nguvu kuliko falme zingine zote. Mfalme wa Ashuru ili kumlinda Ahazi aliamua kupambana na maadui wa Ahazi,
Hivyo akaudhibiti mji wa Dameski ambao ulikuwa ni makao makuu ya ufalme wa Shamu, pamoja na mji wa Samaria ambao ulikuwa ni makao makuu wa ufalme wa kaskazini. Ahazi alikumbana sasa na upinzani kutoka kwa nabii Isaya kwa hayo ambayo ameyafanya. Na nabii Isaya anamwambia kwamba katika muungano na mataifa hayo na falme hizo za kipagani, tutaleta hali ya upagani ndani ya ufalme wetu. Lakini Ahazi akapuzia unabii wa Isaya, akapuzia ushauri wa Isaya, akaendelea mbele. Hivyo basi matokeo yake ilikuwa ni yapi? Hali ya kiimani kwa watu ilikuwa ni mbaya zaidi. Pia ni kipindi ambacho walikuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Wao kama taifa walimsahau kabisa Mwenyezi Mungu, walijishughulisha katika ibada za sanamu, lakini vile vile watu maskini walinyanyasika na kukandamizwa sana. Ahazi naye inasadikika ya kwamba mwaka wa 732 aliapa kwa miungu ya Kiashuru. Alipunguza sana moyo wa ibada kwa Mungu wa kweli kama taifa, lakini vile vile alishiriki katika ibada za kipagani kama vile ibada ya kupita katikati ya moto na katika sherehe za kipagani za utakaso, kitendo ambacho kimekatazwa na Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18 aya ya 21. Kwa hiyo matokeo yakawa ni mabaya zaidi baada ya kuwa amejiunga na ufalme wa Waashuru. Ufalme huu ukautawala ufalme wa Yuda, lakini vile vile ukaleta taratibu za kipagani katika ufalme wa Yuda, na matokeo yake sasa ule moyo wa kumpenda Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mungu kapungua, na watu vile vile wakaanza kushiriki katika ibada hizo mbalimbali za kipagani. Hivyo sasa nabii Isaya ndio anapaza sauti yake, anapingana na Ahazi na kumsia kwamba hapaswi kuungana na falme za kipagani, isipokuwa ungana na Mwenyezi Mungu ambaye ni mfalme wa kweli na ni mfalme mwenye nguvu kuliko wafalme wengine wote. Nabii Isaya alikuwa ameshaiona hatari hii ambayo ingelikumba taifa lao na ufalme wao. Hivyo aliona vile vile hasira ya Mwenyezi Mungu ya kwamba itawaka juu yao. Ndio sasa nabii Isaya anamsihi katika sura ya 7, pia anampa tumaini ya kwamba Mwenyezi Mungu atamtuma Masihi ambaye ataanzisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Na akawa ni hivyo basi, ufalme wa Mwenyezi Mungu utakuwa ni ufalme wenye nguvu zaidi kuliko falme zingine zote. Na ufalme huu wa Yuda ambao ufalme wa Mwenyezi Mungu umeanzishwa ndani yake, utakuwa ni ufalme wenye nguvu na hautoshindwa na ufalme mwingine wowote. Ufalme huo aliotangaza utakuwa ni ufalme unaoongozwa kwa misingi ya agano takatifu baina yao wao pamoja na Mwenyezi Mungu. Nabii anatabiri ya kwamba Masihi atatoka katika chipukizi la Yese, na Masihi huyu sasa ndio atafanyika mfalme wa ufalme huu wa Yuda. Atakuwa ni mfalme mwenye nguvu, ni mfalme asiyeshindwa na jambo, na ni mfalme atakayewatawala watu hawa katika misingi ya haki, misingi ya amani na misingi ya mapatano baina yao wao kwa wao. Mfalme huyu atakuwa na sifa zifuatazo. Mfalme huyu kwanza atajawa na roho wa Bwana, lakini vile vile atajawa roho wa hekima, atajawa roho wa ufahamu, roho wa ushauri, roho wa uweza, roho wa maarifa na roho ya kumcha Bwana. Na furaha sasa ya mfalme huyu au Masihi huyu itakuwa katika kumcha Mwenyezi Mungu peke yake, wala si miungu kama mfalme Ahazi alivyokuwa akifanya. Mfalme huyu ajaye atatawala kwa haki na ataimarisha amani miongoni mwao. Amani hiyo itajengwa juu ya misingi ya uchaji kwa Mungu. Amani hiyo anayozungumzia ndio ambayo sasa anaizungumza katika lugha ya picha, kwamba mfalme huyu atakayeleta haki, lakini mfalme huyu atakayeleta amani. Ndio anazungumza amani hiyo katika lugha ya picha. Anasema ya kwamba kutakuwa kuna amani kubwa kiasi kwamba hata ng'ombe pamoja na dubu watalisha pamoja. Vile vile mtoto atacheza katika tundu la nyoka. Hayo yote yatawezekana kwa sababu dunia itajawa kumjua Mwenyezi Mungu, itajawa na amani, na vyote vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Na kutoka katika somo la pili ambayo inatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 15 aya ya 4 mpaka ile aya ya 9. Tunafahamu ya kwamba Mtume Paulo hakuwa ni mwanzilishi wa kanisa la Rumi. Hivyo basi kuna tofauti mkubwa kati wa waraka huu wa Mtume Paulo kwa Warumi na nyaraka zingine zote ambazo Mtume Paulo ameziandika. Tofauti hizo zipo katika huruka na namna ya uandishi.
Wakati Paulo anaandika waraka huu kwa kanisa la Rumi, aliandika kwa kanisa ambalo hakulianzisha yeye, wala hakuwa na mahusiano ya karibu kati yake yeye na kanisa hilo la Rumi. Kwa mantiki hiyo, ndiyo maana katika barua hii Paulo kagusia baadhi ya matatizo machache yaliyolikumba kanisa la Rumi, kwa sababu hakuwa na maelezo wala hakuwa na taarifa zaidi juu ya matatizo mengine ambayo yalikuwa yakiendelea katika kanisa hilo la Rumi, kwa sababu si ambaye aliyelianzisha, hakuwahi kufika huko, wala hakuwa na mahusiano ya karibu na waamini wa kanisa hilo la Rumi. Katika nyaraka zingine zote Paulo amejibu matatizo mbalimbali hatari mbalimbali na kusahihisha mafundisho potofu yaliyoyakumba makanisa hayo husika. Na hivyo basi ndio Paulo anaandika nyaraka mbalimbali kwa makanisa hayo, kwa sababu alikuwa akiyafahamu, ana mahusiano nao ya karibu, na anajaribu kujibu baadhi ya matatizo na changamoto ambazo zilikuwa zikiendelea katika makanisa hayo. Lakini waraka huu kwa Warumi, Paulo anaeleza mafundisho msingi zaidi katika mapana yake, mbali na kujibu matatizo mbalimbali. Inasadikika ya kwamba waraka huu uliandikwa na Paulo akiwa katika mji wa Korinto, na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 57 au mwaka wa 58 baada ya Kristo. Hivyo basi, kwa sababu Paulo hakuwa na maelezo zaidi juu ya matatizo mbalimbali yaliyopo katika kanisa hili la Rumi, na kutoka katika somo letu la leo, Paulo anaeleza au anajibu au anatoa maelekezo juu ya tatizo moja tu ambalo amelisikia, na tatizo hilo lilikuwa ni utengano baina ya Wayahudi na Wayunani waliokuwa wameunda kanisa la Rumi. Paulo anaandika sasa waraka huu kwa Warumi akiwasihi ya kwamba wanapaswa wawe na umoja. Paulo anasema yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, yote yalikuwa yamelenga kutujengea sisi matumaini. Na anasema katika tumaini moja wajenge umoja miongoni mwao. Paulo anasema ya kwamba wale wenye kumsubiri Bwana wanapaswa kuziweka tofauti zao pembeni. Na Paulo anasisitiza umoja na maelewano baina ya Wayahudi pamoja na wasiokuwa Wayahudi ili waweze kumsubiri Bwana katika tumaini moja. Wale Wakristo wa kwanza waliokuwa ni Wayahudi wakawa wameongokea Ukristo, wao walijiona ni bora zaidi kuliko waamini wengine wasiokuwa Wayahudi. Sasa ili kuondoa daraja hilo lililopo, ndio Paulo anawasihi Warumi na anawaeleza ya kwamba wanapaswa wawe na umoja. Hakuna aliye Myunani, hakuna aliye Mgiriki wala mtu wa mataifa. Katika Bwana sisi sote tuko wamoja na tunapaswa tuwe wamoja. Ni kama Kristo ambavyo anamuomba Mwenyezi Mungu katika Injili ya Yohana sura ya 17 aya 21 kwamba Baba nawaombea hawa wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Hivyo katika kipindi hiki cha Majilio tunavyoendelea kumngoja Bwana wetu aweze kuzaliwa mioyoni mwetu, na sisi vile vile tunapaswa tuunde umoja baina yetu sisi kwa sisi, ili yule ambaye ni mmoja atakavyozaliwa kwetu sisi atukute sisi tuko wamoja na tunaendelea na umoja baina yetu. Kwa hiyo Paulo hapa katika somo hili la pili anakemea, analaani, lakini vile vile anawakataza waamini hawa wa kanisa la Rumi wasitengane kwa misingi hiyo ya kwamba sisi ni waamini Wayahudi na sisi ni waamini Wayunani na sisi ni waamini kutoka katika mataifa mbalimbali. Lakini Paulo anawasihi ya kwamba wanapaswa wafungamanishwe na kifungu cha umoja. Kisha kwa Mkristo, Ukristo unaenda zaidi ya mipaka ya dini, unaenda zaidi ya mipaka ya tamaduni, mipaka ya rangi na mipaka ya utaifa. Kisha kwa Kristo tunafanyika watu wamoja chini ya utawala mmoja. Na kutoka katika somo la Injili siku ya leo ambao ni Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 1 mpaka aya ya 12. Injili hii inamzungumzia Yohane Mbatizaji kwa mapana yake. Na zaidi Injili hii inazungumzia kazi, inazungumzia ujumbe, inazungumzia maandalizi aliyoyafanya Yohane Mbatizaji katika kumpokea Kristo. Mpaka kuja kwake Yohane Mbatizaji hakukuwa na nabii yoyote katika Israeli kwa kipindi cha miaka 100. Lakini watu hawakusita kumpokea Yohane, kwani alikuwa akifundisha kimamlaka na kuwaonya watu wamrudie Mwenyezi Mungu.
Tangu nabii Malaki mpaka nabii Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kipindi kirefu, kimepita cha miaka 100, lakini watu walisikiliza vile vile ujumbe wa Yohana Mbatizaji ni kipi ambacho aliwaambia. Yohana huyu Mbatizaji alivaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kikubwa kilikuwa ni nzige pamoja na asali mwitu. Kitabu cha nabii Malaki sura ya 4 aya ya 5 kinatueleza ya kwamba kabla ya kuja kwa Masihi atakuja kwanza Eliya nabii. Na ukisoma katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 1 aya ya 8, nabii Eliya tunaambiwa alipenda kuvaa vazi la manyoya na kujifunga shuka la ngozi kiunoni mwake, na namna hii ndio ambayo inayotajwa ilikuwa namna ya uvaaji wa Yohane Mbatizaji katika sura hii ya 3 aya ya 1 mpaka aya ya 12 ya kitabu cha Matendo ya kitabu cha ya Injili ya Mathayo. Na Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 12 inasema ya kwamba Yesu anazungumza, anasema ya kwamba Eliya amekwisha kuja. Kwa hiyo katika kuunganisha mawazo hayo mbalimbali, tunafahamu ya kwamba Yohane Mbatizaji ndiye nabii aliyekuja katika nafasi ya nabii Eliya. Hivyo basi Yohane Mbatizaji katika kuja kwake alikuja kwa ajili, jambo la kwanza ilikuwa ni kutangaza toba. Toba katika lugha ya Kiyunani inaitwa metanoia. Katika lugha ya Kiebrania neno toba linaitwa teshura, ambayo maana yake ni mabadiliko ya uelekeo. Toba, tunapaswa tutubu, kwa sababu ndio maneno ya Yohana sasa Mbatizaji anatuambia, asema tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 2. Kitendo cha toba ni kitendo cha kumgeukia Mwenyezi Mungu, kama tunavyoambiwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya ya 1 mpaka aya ya 2. Pasipo toba hakuna wokovu. Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 32. Hivyo toba ni kitendo cha kujikabidhi kwa Mungu. Toba ni kuzama kwenye kiini cha tatizo lako. Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 13. Toba ni utafiti wa dhambi zako na kuzikabidhi kwa Mwenyezi Mungu bila kuiacha dhambi yoyote. Yesu vile vile alipoanza kufundisha alianza kwa maneno hayo hayo, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Toba sio tendo la siku moja, bali toba ni tendo endelevu. Kama jinsi ambavyo Yohane Mbatizaji alihubiri na kufundisha juu ya toba, halikadhalika katika kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha toba. Tunapaswa tuitafakari mienendo yetu, tunapaswa tafakari matendo yetu, na tunapaswa vile vile tufanye toba sasa juu ya mienendo na matendo yale yasiyofaa. Toba tunafahamu ni daraja linalomuunganisha mwanadamu mdhambi na Mwenyezi Mungu aliye mtakatifu. Kipindi hiki ni kipindi cha kufanya toba. Tena si toba tu, ni toba ya kweli inayotoka ndani ya mtu mkosefu ambaye anaona ya kwamba dhambi zake ni kikwazo kikubwa zaidi cha kujiunganisha yeye pamoja na Mwenyezi Mungu. Siku hizi tulizonazo zaidi ya siku 24 ni siku za toba, ni siku za kuanza upya, ni siku za kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ni siku za kufanya sikitiko kamilifu la dhambi, ni siku ambazo sasa tunapaswa tufanye matendo yote ambayo yatatuunganisha sisi na Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile Yohane Mbatizaji kwa ubatizo wake alibatiza kama sehemu mojawapo ya tendo la toba. Yohane alihubiri kuhusu toba, lakini vile vile aliongoza watu katika toba kwa kuwabatiza. Hivyo toba ni kitendo cha kuanza upya, ni yutani ya maisha kutoka uelekeo wa dhambi wa malimwengu kwenda katika uelekeo wa kiroho wa Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile Yohane Mbatizaji aliweka vigezo vya ufalme wa Mungu. Kigezo anachokitoa Yohana Mbatizaji ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu ni toba.
Kwa hiyo katika yote aliyoyazungumza, aliyoyafundisha, aliyoyatenda na yote aliyoyaelekeza, yote yalimwelekeza mwanadamu katika toba. Na toba hii unavyoifanya au Yohana Mbatizaji alivyoihubiri ni kwamba tunapaswa tuingie katika toba kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuzaliwa kwa Masia. Na ndiyo lengo msingi la kipindi cha Majilio. Kipindi cha toba, kipindi cha maandalizi kwa ajili ya kumruhusu sasa Masia huyu aweze kuzaliwa katika mioyo iliyo safi na isiyokuwa na madoa ya dhambi. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tujiandae vyema. Kipindi hiki cha Majilio kisipite bure. Majilio yawe yenye manufaa kwako, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha toba. Hivyo basi kiache alama ya utakatifu katika maisha yako. Kwa maadhimio au na malengo au mipango ya Majilio hii iwe ni kwamba Majilio haya yaache alama. Majilio ya mwaka huu yakusaidie kuacha vilema mbalimbali. Majilio haya sasa huenda yakusaidie kuacha pombe, yakusaidie kuacha anasa, yakusaidie kuacha sigara, yakusaidie kuacha uasherati, yakusaidie kuacha rushwa, yakusaidie kuacha magomvi na uchafu mwingine wa design kama hiyo. Usiruhusu ya kwamba Majilio haya mwaka huu sasa yapite tu kwa sababu yako katika kalenda ya kiliturujia ya kanisa, kwamba ni jambo ambalo limekuja, limepita, itakuja Majilio mwakani, itakuja Majilio ipi, itapita. Isiwe hivyo, lakini amua sasa kwamba Majilio haya hebu yaache alama katika maisha yangu. Na iwe ni kumbukumbu ya kwamba katika Majilio ya mwaka 2025 niliacha kilema hiki, niliacha dhambi hizi, na tangu pale nimefanyika kuwa mtu mwema. Kwamba Majilio ya mwaka huyu yamenisaidia, kwa mfano nimeweza kuacha ulevi, na hiyo inakuwa ni kumbukumbu ya maisha yako ya kwamba Majilio yale ndio ambayo yaliyoniongoza katika U-turn ya maisha. Niligeuza mwenendo ule wa ulevi na sasa nimefanyika kuwa mtu mwema. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunavyojiandaa vyema, na katika kipindi hiki chote kwa ujumla cha Majilio, kiache alama ambayo ni njema. Mabaya yote tunayoyafanya sisi wanadamu, hizo ni mbio za sakafuni na mwisho wake ni ukingoni. Mwisho wa mabaya hayo ambayo tunayoyafanya ni aibu, ni fedhea na ni maumivu makubwa. Kwa katika kipindi hiki cha Majilio basi itusaidie kuanza upya, kufanya U-turn ya maisha yetu, kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Na Majilio hii kwa umaanani wake unapaswa iache alama ndani ya maisha yako. Ni kipindi cha toba, tufanye toba na tujibidishe zaidi katika toba. Lakini vile vile Majilio ni kipindi cha sala. Kuna baadhi ya wengine ambao katika mwaka mzima labda kwa sababu za hapa na pale haujajibidisha zaidi katika sala. Basi Majilio haya ya kuzamisha zaidi katika tafakari na katika sala. Kipindi hiki cha Majilio ni kipindi cha kusali zaidi. Uenda na mwaka mzima hujasali rozari kwa mfano, kipindi hiki cha Majilio kinakupa sasa fursa hiyo na kukumbusha usali rozari. Katika kipindi hiki cha Majilio hujaungama. Kwa mwaka mzima hujaungama. Kipindi hiki cha Majilio kinakukumbusha kwamba unapaswa ungame. Na basi walau ungama katika Majilio haya. Katika mwaka mzima huu hujawahi kusoma maandiko matakatifu, hujasoma neno la Mungu, hujasoma Biblia. Basi angalau katika Majilio haya uweze kusoma neno la Mungu. Kwa katika kipindi hiki cha Majilio ni kipindi ambacho tunaingia katika tafakari zaidi. Tunafanya mahesabu ya matendo yetu kwa mwaka mzima. Na katika kipindi hiki cha Majilio sasa tunajizamisha zaidi katika utakatifu. Katika tafakari ya leo ulikuwa na mimi Padre Kefa wa Jimbo hili Katoliki la Geita. Nikutakia tafakari mwema na Majilio mema na Dominika njema ya juma hili la pili la kipindi cha Majilio. Mbarikiwe sana na muwe na wakati mwema.